Sisi kama taasisi zingine tuna mipango mkakati. Tulikuwa na mpango mkakati wa mwaka kuanzia 2015 mpaka 22 ukaisha, ambao ulikuwa ni hatua ya kwanza SP phase 1. Tukaja na phase 2 ambayo ilikuwa inaanza 2022 mpaka 2026, ambao ni mwaka kesho mwezi Juni. Kwa hiyo sababu huu ni mwaka wa mwisho wa utekelezaji wa mpango mkakati wa taasisi wa phase 2, tumesema sasa tuje tufanye mafunzo ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaandaa mpango mkakati mwingine wa awamu ya 3 ambao utakuwa ni muendelezo ya yale ambayo tumeyafanya kwenye mpango mkakati wa hatua ya pili, kwa maana ya SP phase 2. Tunaenda kufanya nini? Tunaenda kuhakikisha kwamba tunakuja na mikakati ya kuendelea kuboresha huduma zetu ili wananchi waweze kupata huduma ambazo zina viwango vya kimataifa, lakini pia tunakuja na mikakati ya kuhakikisha kwamba tunapanua wigo wa huduma zetu kwa kuwa na vituo mbalimbali katika nchi yetu. Siku ya leo tumeweza kukutana na viongozi wa taasisi ya Moyo, ikiwa na champion ambao wamechaguliwa kwa ajili ya kutengeneza malengo ya miaka 5 ya taasisi yetu au strategic plan ya taasisi ya Jakaya Kikwete. Strategy hii ya taasisi itakuwa ni ya kipekee kabisa, ikifuata miongozo ya serikali, ambapo kama mnavyofahamu serikali yetu imeweka miongozo ya malengo ya kitaifa ya strategy ya miaka 25. Kwa hiyo na sisi tunakwenda kutengeneza strategy ya kwetu ya taasisi ya miaka 5, lakini ikifuata malengo na miongozo ya serikali. Tunataka taasisi yetu iwe ni taasisi bora duniani katika masuala ya tiba ya moyo, ikifuata masuala ya teknolojia na akili munde au artificial intelligence, lakini ikiwa na masuala ya innovation na digital solution. Tuko hapa kama watoa mafunzo kutokea Ernst & Young ya kureview mpango mkakati wa JKCI. Na ni kwa nini ni muhimu kureview mpango mkakati ambao ni strategic plan? Kwa sababu inasaidia kampuni kuangalia progress yake, inaangalia changes ambazo ni muhimu kuwa included kutokana na dunia inavyopenda. Changes kama mambo ya artificial intelligence to be considered, sustainability, as well as we have kama Tanzania Vision 2020 also to be considered as part of the review of strategic plan ya JCI na organization nyingine. Vile vile inasaidia kwenye decision making na kureview strategic plan ambayo ni dira yenyewe ya organization ambayo inaonyesha organization inatakiwa kuelekea kwenda wapi. Niko kwenye mafunzo leo ya mpango mkakati, kwa lugha ya kitaalamu wanaita strategic plan. Ni mafunzo ambayo yameandaliwa na taasisi ili kutuwezesha viongozi kusimamia kazi, lakini kujua ni wapi tunakoelekea. Ni mafunzo ambayo yanatupa mwanga kwa kweli. Naona mwanga kwamba sasa tutakuwa tunafanya kitu ambacho tunajua tunaelekea wapi. Na hii itatusaidia. Mara nyingi tumekuwa tukifanya kazi bila umoja. Kwa ukiangalia culture ziko tofauti, lakini sasa hii itatusaidia kwenye kipengele cha core values, kutusaidia watumishi wote kuwa na culture ambayo inafanana, na hii itatufanya kuboresha huduma kwa wagonjwa. Kwanza nimefurahi kushiriki kwenye mafunzo haya ambayo yamenisaidia kujua kwanza mpango mkakati uliopita na utekelezaji wake, lakini pia kuwepo kwenye timu inayopitia mpango mkakati ujao wa miaka 5 tena mingine ijayo. Kwa mfano kwenye eneo la core value ambalo tumepitishwa pamoja na mkufunzi wetu kwamba kunatakiwa kuwepo ziwe zinatekelezeka zile objectives zetu, lakini pia ziwe kwa mfano alivyoongelea kuhusiana na organization culture, yani kwamba watumishi au wafanyakazi wanaoenda kuitekeleza ule mpango mkakati wawe wote wanaelewa kama timu ya kile kitu ambacho wanaenda
unachokifanya. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anakupa ameachwa nyuma katika kutekeleza huu mkakati, kwa sababu kila mtu ameparticipate katika kushiriki kuandaa mpango mkakati. Kwa hata tunavyoenda kwenye utekelezaji wake, unaenda kutekeleza kitu ambacho unakielewa kuanzia kilipotengenezwa mpaka kitakapoenda kuishia. Ya moyo wako ni jukumu letu sisi.